Niko kwenye huduma sasa nadhani si mwaka 17 ama 18. Lakini kitu ambacho nilikataa kuongoza watu ambao unawalazimisha. Kama unakuja kanisani, njoo kwa sababu unapenda, unakuja kwa hiari yako mwenyewe. Kama umeamua kuiba, kama umeamua kuomba, kama umeamua kutoa, kama umeamua kwenda kuchuria, fanya kwa moyo wako wote na kusimamisha, sio kwa kulazimishwa. Kwa sababu ya kulazimishwa ama kulazimishana haileti matunda yoyote katika ufalme wa Mungu. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na Bwana, na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa. Tunaenda kwenye kipindi chetu cha 4, na leo nitakusogezea hekima ya mfalme Daudi kwa mwanae mfalme Solomoni katika kumtafuta Bwana na umuhimu wa kumtafuta Bwana, na kwamba Bwana anaangalia mambo gani. Kwa hiyo tuna mambo mengi tu ya kwanza kuweka msingi leo, kwa maana ya kwenye mchakato wenyewe sasa. Kwa hiyo mkao. Kumbuka tu kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ile uzofikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge, nao ukaungwa kwenye grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo. Wewe ambao umefanya maamuzi ya kutii agizo la Bwana wetu Yesu Kristo na kuamua kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana sana, na kwa vile ambavyo unahamasisha wengine nao waweze kusikiliza, kufuatilia, kujifunza na kuwa wanafunzi. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea wazaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi ule wa 18, na Wakolosai 1 mstari wa 9 hadi ule wa 11. Nitoe shukrani pia za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba umetiisha moyo wako kwa Mungu, nami najua kabisa kama ambavyo neno lilivyo uhakika kwamba neema, ufalme na baraka ya Bwana vinatenda kazi katika maisha yako, na hivyo kuongeza mazao yako ya haki na kutajirisha katika utajiri wote, ili uzidi sana katika kila kazi njema. Baada ya kusema hayo, sasa nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunasimama na Zaburi ya 105 mstari wa 4. Haya ni maneno ambayo yamezungumzwa na mfalme Daudi, mfalme ambaye ama mtu ambaye Bwana alishuhudia kwamba amepata mtu anayeupendeza moyo wake, mtu ambaye atafanya mapenzi yake yote. Amepata mtu ambaye anaufurahisha moyo wake, mtu ambaye anafukuzia moyo wake. Na tukaangalia vipindi vilivyopita, tulikuwa tunaangalia maisha ya Daudi, jinsi ambavyo alikuwa akienenda. Na kama unakumbuka kipindi cha mwisho tuliona kwamba pamoja na kwamba Bwana alikuwa amempa maelekezo kwamba anaweza kuichukua ndani sehemu inaitwa Kaila, lakini askari wake ama wasaidizi wake wakamwambia kwamba ni ngumu, wanaogopa kupigwa ama kushindwa. Na Daudi badala ya kukubaliana nao ama kubishana na kuweka msimamo kwamba alichokisema Mungu ndicho final, ilibidi arudi tena kwa Bwana kuhakikisha kwamba mimi umeniambia hivi, lakini watu wangu wanasema hivi. Bwana akamhakikishia, akamwambia nenda, mtashinda bila shaka, Wafilisti nitawatia mkononi mwako. Na hivyo Daudi wakaenda na wasaidizi wake, askari wake, na wakashinda. Na nikawa nimesema jambo kubwa ambalo mimi na wewe tunatakiwa kujifunza ni namna gani ambavyo Daudi alikuwa akienenda na Bwana, jinsi ambavyo alikuwa akimshirikisha Bwana katika kila jambo.
Sasa kumbuka anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake ama uwepo wake siku zote, sio siku moja, sio siku mbili, siku zote. Na kwa maana kama ni kumtafuta Bwana uso wake katika siku zote, maana yake ni kwamba ni dhahiri basi kwenye kila jambo ama kila siku yangu ninavyoianza moja, lakini pia kila jambo naloliendea kulifanya natakiwa nitafute uwepo wa Bwana na nguvu zake. Sasa ukisoma Biblia utaona inazungumzia neno kutafuta, kwa Kiingereza nasema seek, tafuta. Utaona linatumika dhidi ya kumtafuta Mungu na utaona linatumika dhidi ya kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote yatazidishiwa. Kwa hiyo unaona nazungumzia habari ya kumtafuta Mungu na kumtafuta ufalme wake ambao unaambatana na haki yake. Kwa hiyo ninasema haya ndio mambo matatu ambayo ni muhimu, ambao Biblia inazungumzia habari ya kutafuta. Na kwa mantiki hiyo basi, ninapomtafuta Bwana natakiwa nitarajie. Na hii habari ya kutafuta labda tatu tumwangalie Daudi kidogo, alafu tutaenda kwenye Waebrania na tutaenda kwenye Kumbukumbu la Torati 4 na Yeremia, itakaa sawa. Kwa hiyo kama nilivyokueleza hapo mwanzo kwenye utangulizi, kwa kuwa tumemwangalia Daudi katika vipindi viwili vilivyopita, nataka sasa tuangalie uelewa wake ulikuwaje kuhusiana na kumtafuta Bwana. Sasa kama unajua historia ya Daudi na kwa maana hiyo Solomon, kwamba wakati Daudi baada ya kujengewa nyumba yake na Hiramu ama Haramu, yote unataka kumuita, soma Samueli wa pili mlango wa 5 utaliona hilo. Kwenye mlango wa 7 akasema sasa mimi ninayo makazi ya kukaa, lakini sanduku la uwepo wa Bwana halina mahali pa kukaa. Kwa hiyo Daudi akawa amekusudia moyoni mwake kwamba atamjengea Bwana nyumba. Na Bwana akamtuma nabii Nathanieli kwenda kumwambia kwamba David iko hivi, wewe hutamjengea Bwana nyumba, lakini mzao atakayetoka katika viuno vyako ndiye ambaye atamjengea Bwana nyumba. Na akapewa neno. Na ukisoma Samueli wa pili mlango wa 7, ule unabii ambao Daudi anapokea ulikuwa unamhusu Kristo na wala sio Solomoni. Lakini si mbaya, Daudi yeye akatafsiri pia kwamba inamhusu Solomoni. Na kwa maana hiyo kitu ambacho Daudi alifanya, aliandaa material zote, vifaa vyote na malighafi zote zilizokuwa zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Bwana. Na kwa maana hiyo Solomon wakati anajenga ile hekalu la Bwana hakutumia hata senti moja ya kwake. Kila kitu ambacho alikitumia kilikuwa kimeandaliwa na baba yake. Kwa lugha nyingine, alikuwa anavitendea kazi vyote, ana vifaa vyote na kadhalika. Lakini sio hiyo tu, pia Daudi aliandaa watu wa kumsaidia mwanae. Kwa Solomon kazi yake ilikuwa ni kusimamia. In fact ukisoma kwenye Nyakati wa kwanza mlango wa 28 utaona kwamba Daudi pia mpaka michoro alikuwa amepewa na Roho Mtakatifu. Kwa kazi ya Solomon ilikuwa ni ndogo sana na nyepesi sana, kazi yake ni kusimamia tu, kuhakikisha kwamba watu wanaamka asubuhi, wanakwenda kazini na wanafanya kama ambavyo ramani inasema. Kwa habari ya vifaa vipo, kwa habari ya watendakazi wapo. Kwa hiyo hakuwa na upungufu wa kitu chochote. Lakini nataka tukaangalia maelekezo ya Daudi kwa Solomoni. Solomoni ambaye alikuwa anapewa kazi nyepesi tu ya kusimamia ili hali kila kitu kipo. Kwa hiyo tukaenda kwenye Nyakati wa kwanza mlango wa 28, nitasoma mstari wa 9. Daudi anamwambia Solomoni hivi: nawe Solomoni mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Sasa nataka uone kitu hichi. Anavyozungumzia ukimtafuta, kwanza anazungumza vitu viwili vitatu hapa. Kitu cha kwanza anasema mjue Mungu wa baba yako. Na kwa maana hiyo, ili Solomon aweze kumjua Mungu wa baba yake, maana yake ni lazima atengeneze utaratibu wa kuhudhuria mbele za Bwana, utaratibu wa kuwa na ushirika na Bwana. Sasa usinyuze kwenye Agano la Kale walikuwa wanafanyaje. Wewe tuendelee nisikilize tu.
kwamba lazima atengeneze utaratibu kwamba wakwenda mbele za Bwana kufanya ushirika naye, na ni katika kutenga muda na kukaa mbele za Bwana ndivyo unaweza kumjua Bwana. Lakini of course pia kuna habari ya kujua njia zake. Unapokadi unavyojua njia, Musa anasema unijulishe njia zako ili nipate kukujua. Na kwa maana hiyo Daudi anamwambia Solomon, mjue Mungu wa baba yako. Kwa lugha nyingine, huwezi ukawa na ushirika ama ukashirikiana ama ukatarajia huyu Mungu akusaidie wakati wewe umjui. Na hili ndio kosa ambalo Wakristo wamekuwa wanalifanya, kwamba sababu kwamba ameokoka, amezaliwa mara ya pili, hawazi kitu kingine chochote zaidi ya kwenda mbinguni. Na kwa maana hiyo uhusiano wake na Mungu ama na Bwana Yesu hapa duniani sasa hivi ni almost kama haupo. Yaani anafanya tu ili asije akaikosa mbingu, asije akaenda jehanamu. Lakini kwa habari ya kwamba kuna uhusiano wa karibu, ushirika wa karibu, ubia wa karibu na huyu Bwana katika maisha ya kila siku, hicho kitu kitakuwa kipo. Okay. Tunaenda sasa. Kwa hiyo Daudi anamwambia Solomon, mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Kwa lugha nyingine, ukamtumikie kwa moyo wako wote, usimtumikie nusu-nusu. Na kutumika kunaambatana na kuabudu. Kosa ambalo watu wengi naona wanalifanya ni kwamba watu wengi wanakimbilia kumtumikia Mungu pasipo kumwabudu Mungu. Inaanza kwanza wewe kumwabudu Mungu, alafu ukiwa katika kumwabudu atakupa maelekezo. Hayo maelekezo utakapoenda kuyafanyia kazi ndio inaitwa kumtumikia. Huwezi ukamtumikia Mungu ambaye hujamsikia. Huwezi ukamtumikia Mungu ambaye hajakuagiza. Na Wakristo wengi wanafanya hili kosa. Ni mafundi wa kukimbilia kutumikia kuliko kumwabudu Mungu. Hata waimbaji nimewaona mara nyingi wanawaza kuimba zaidi na kuonekana na watu makanisani, wanawaza kumtumikia Mungu kwa kuimba badala ya kuwaza kumwabudu Mungu kwanza. Kama muimbaji ungeseti katika moyo wako kwamba mimi leo Jumapili ama Jumatano ama siku ambayo mnakutana huko kwenye kikundi chenu, naenda kumwabudu Bwana kupitia kuimba kwangu, kupitia sifa, nitamwabudu huyu Mungu. Nami naamini wakati namwabudu huyu Mungu kupitia kumwabudu huko, basi atanitumia mimi kama chombo kugusa wengine. Kwa lugha nyingine, watu wataonja pendo na uwepo na nguvu za Mungu kupitia maisha yangu, kwa sababu mimi nimeamua kumwabudu huyu Mungu. Kwa hiyo kumtumikia ni matunda ya mimi kumwabudu Mungu. Na kumwabudu nitakuonyesha huko mbele sio ngumu. Tuko sawa? Sasa kwa anasema mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali. Hebu ngoja tusome kidogo kwenye neno. Kwenye neno anasema hivi: nawe Solomoni mwanangu, mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa kujitoa kwa moyo wote na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali. Biblia Habari Njema anasema, nawe Solomoni mwanangu, umjue Mungu wa baba yako na umtumikie kwa moyo wako wote na kwa nia thabiti. Yaani kwa lugha nyingine, kwa kumaanisha. Unaelewa? Sio tu kwamba unamtumikia kwa moyo wako wote, lakini kwa kumaanisha. Kwa mfano, niko kwenye huduma sasa, nadhani si mwaka wa 17 ama wa 18. Lakini kitu ambacho nilikataa kuongoza watu ambao unawalazimisha. Kama unakuja kanisani, njoo kwa sababu unapenda, unakuja kwa hiari yako mwenyewe. Na unahudhuria kwa sababu sio tu kwamba unampenda Mungu, lakini pia unafanya kwa nini? Kwa moyo wako wote na kwa kumaanisha. Kama umeamua kuimba, kama umeamua kuomba, kama umeamua kutoa, kama umeamua kwenda kushuhudia, fanya kwa moyo wako wote na kwa kumaanisha, sio kwa kulazimishwa.
kwa sababu ya kulazimishwa ama kulazimishana haileti matunda yoyote katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo naye Solomon anaambiwa kwamba mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa kujitoa kwa moyo wako wote na kwa kumaanisha. Naona kitu na kwa kumaanisha. Alafu anasema hivi, nasoma kwenye neno, anasema kwa maana Bwana huchunguza kila moyo na kujua kila kusudi la kila fikra. Kwa hiyo anachunguza mawazo yote yaliyoko ndani ya moyo wako, na anajua kusudio la moyo wako, kwamba unafanya hilo kwa nini. Kwa mfano, ukienda mbele zake alafu ukaanza kwa kuomba msamaha wa dhambi kwa sababu kuna kitu unataka kumuomba, anajua kabisa hayo maombi yako, hiyo unaita toba, ilikuwa ni feki, haukumaanisha. Kwamba lengo lako wewe ni kwamba una shida, una tatizo, na kwa mantiki hiyo unataka akusaidie. Sasa usingekuwa na hiyo shida, usingemuomba msamaha. Sika wananipata nachokizungumza rafiki. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hamna lolote ambalo utaenda kulifanya mbele za Bwana alafu asiangalie ndani ya moyo wako. Anaangalia kichocheo nini. Kwa hiyo ndo Bwana anasema kwa maana Bwana huchunguza kila moyo na kujua kila kusudi la kila fikra. Kwa kila wazo lililoko ndani mwako, Bwana anajua kusudi lililoko nyuma hilo wazo, kwamba ni kitu gani ambacho kimekusukuma ukawaza hivyo. Anafahamu, anaelewa. Kwa hiyo usije ukazania hata siku moja kwamba hajui, kwamba unaweza ukaficha kama unavyoficha wanadamu. No. Kwamba unaweza ukawa unazungumza A lakini ndani ya moyo wako unamaanisha B. Uwezi ukaficha hilo mbele zake. Kwa hiyo anasema ukimtafuta ataonekana kwako, bali kama ukimwacha yeye atakukataa milele. Sasa kumtafuta hapa kunakozungumziwa na Daudi kwa Solomon ni kwamba kama ukitafuta ushiriki wake katika kazi ya kujenga hekalu, kama ukitafuta msaada kutoka kwake akusaidie katika kujenga hekalu, pamoja na kwamba vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu vipo, pamoja na kwamba watu wote wanaohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu wapo, pamoja na kwamba ramani zote zinazohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu zipo, pamoja na kwamba una kila kitu, lakini ni muhimu mwanangu Solomon ukatafuta uwepo na nguvu za Bwana zikusaidie katika hii kazi. Ukiamua kuacha kumshirikisha Mungu, ukaamua kuacha kutafuta uwepo wake pamoja na nguvu zake zikusaidie katika hii kazi ya kusimamia ujenzi wa hekalu, basi huyu Mungu naye atakuacha. Sasa nasisitiza tena, Solomon alikuwa tayari amekwisha kuandaliwa kila kitu na baba yake. Hakuwa na upungufu wa kitu chochote. Ukisoma hii Nyakati wa kwanza mlango wa 24 utaona vitu vyote vilikuwa vinahitajika. Material zote mpaka ramani, kila kitu. Kazi ya Solomon ilikuwa ni kusimamia tu. Lakini anaambiwa pamoja na kwamba una kila kitu, bado unahitaji kumtafuta Bwana ili akusaidie. Ndio maana Solomon akatuambia kwenye Mithali 3:5-6 kwamba mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, katika kazi zako zote, umkiri yeye, tambua, tafuta ushiriki wake, uwepo wake, naye atanyoosha, atafanikisha hayo unayoyafanya. Si shida ya Wakristo, tunadhania kwamba tunamtafuta Bwana pale ambapo tumekwama. Tunamtafuta Bwana pale ambapo tuna mapungufu. Tunamtafuta Bwana pale ambapo tunaona tuna changamoto kubwa kuliko sisi.
ama kuliko uwezo wetu. Lakini pale ambapo tunaona vitu hivi na mambo haya yako ndani ya uwezo wangu, naona kwamba hamna haja ya kumtafuta Bwana. Daudi anazungumza vinginevyo. Anasema, Solomon, usifanye hivyo, kwa sababu huyu Bwana Mungu wa baba yako anachunguza kila moyo na anachunguza anasema kwa maana Bwana huchunguza kila moyo na kujua kila kusudi la kila fikra, na kujua kila kusudi la kila fikra. Think about it. Kila kusudi la kila fikra. Sasa swali ni hili, kwenye mwenendo wako wa kila siku, kumbuka tulipoanzia, mtafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uwepo wake siku zote. Kwa hiyo hakuna siku ambayo, nakumbuka hapa tunapozungumzia wewe na Bwana ni roho moja naye, kinachozungumziwa hapa ni kumtafuta kwa moyo wako. Koja labda nigusie hilo swala alafu tutarudi hapa. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 4 na mstari ule wa 20 na 29. Musa anawaambia wana wa Israeli, lakini huko kama ukimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Sasa nafahamu Biblia zote za Kiswahili neno sehemu ambapo takiwa watafsiri nafsi wametafsiri neno roho, sio roho. Kama una Biblia karatasi kata andika nafsi. Anasema ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Anasema ukimtafuta Bwana Mungu wako utampata, lakini kigezo cha kumtafuta ni kumtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Sasa ngoja nikupe maelezo mafupi kuhusu moyo. Moyo ni sehemu ambapo mambo matatu yanakutana: nafsi, roho yako na mwili wako. Ungekuwa unachora maduara matatu, kwamba duara la kwanza ni roho, duara la pili ni nafsi, alafu duara la tatu ni mwili. Kwa lugha nyingine, chora maduara mawili, moja mkono wa kushoto liwe roho, mkono wa kulia liwe nafsi, lakini haya maduara yaingiliane. Alafu baada ya kuingiliana, kwa chini yake chora duara la tatu liingiliane na hayo maduara mawili, ambapo utakuwa ni mwili wako. Hapo katikati ambapo maduara yote matatu yameingiliana, hicho kisehemu kilichobakia, huo ndio moyo wako. Kwa hiyo anasema sasa, mtafute Bwana kwa moyo wako wote, lakini anaenda na mbali zaidi, anasema na nafsi yako yote. Kumbuka nilikuambia kwenye nafsi una maamuzi, una hisia na una fikra. Na kule Bwana anamwambiaje, Daudi anamwambiaje Solomon kuhusu Bwana? Anamwambia Bwana huchunguza mioyo yote na utambua kusudi la kila fikra. Kwa hiyo unaona Bwana anapiga patrol kwenye moyo, lakini pia anapiga na patrol kwenye nafsi. Na kwa maana hiyo, katika kumtafuta Bwana lazima nihakikishe moyo wangu na nafsi yangu vinaelekea kwa Bwana. Ndio maana Daudi kwa mfano anazungumza na nafsi yake, anasema nafsi yangu umhimidi Bwana. Anaishurutisha, anaiamuru. Kwa hiyo kitu nambari moja ambacho Mungu anataka kwako ni moyo wako, alafu nafsi yako, alafu ukienda kwenye Kumbukumbu la Torati, ukienda kwenye Warumi 12 mstari wa kwanza, anataka na mwili wako pia. Ndio maana ukisoma Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, anasema na wasi toeni kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Bwana. Alafu mstari wa pili anasema nini?
msifuatishe kawaida ya ulimwengu, bali mfanye upya katika fikra. Kwa maana yake nini? Paulo anasema kwamba Bwana anataka mwili wako, anataka na nafsi yako, na kwa maana hiyo na moyo wako pia. Kwa hiyo swali linakuja hapa, moyo wako rafiki na nafsi yako, nani ana ushawishi juu yake? Mawazo yanayoingia katika moyo wako yanatoka kwa Bwana ama yanatoka duniani kwa ibilisi? Maamuzi unayoyafanya kila siku, unakubaliana na Bwana ama unakubaliana na milango mitano ya fahamu kwa maana ya dunia? Kushinda na kushindwa kunaanzia kwenye moyo na kwenye nafsi kwa maana ya fikra. Sasa ni muhimu ukalijua hilo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.